Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, hebu tuangalie uthibitisho wa mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, mtu ambaye amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Mtu wa Mungu, mara nyingi sana tumekuwa tukijisikia vibaya kwa sababu ya kuto kunena kwa lugha, pasipo kutambua kwamba kunena kwa lugha pia ni miongoni mwa vitu ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akaamua ampe nani na nani asimpe. Hebu tuangalie, kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba kunena kwa lugha ni ishara ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini wapo ambao wananena kwa lugha na ni mapepo. Na kwa sababu ya ufunuo wa Roho Mtakatifu, discernment, unagundua kwamba ni pepo, na ukiweka mkono juu yake pepo linalipuka. Kwa hiyo utagundua kwamba kunena kwa lugha ni ishara ya Roho Mtakatifu, lakini kuna uthibitisho wa mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, na uthibitisho huo ni matunda. Lakini kabla hatujaenda huko, hebu tuangalie sasa vitu ambavyo Roho Mtakatifu anamgawa kila mmoja mmoja sawa na jinsi apendavyo. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, naomba tuanze na mstari wa 7. Ukipata muda soma yote, lakini kwa haraka saizi naomba tuanze na mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Unaona, mmoja apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mstari wa 9, na mwingine imani katika Roho, na mwingine karama za kuponya, na mwingine matendo ya miujiza, mwingine unabii, mwingine kupambanua roho. Hasa mwenye uwezo wa kupambanua roho ndio mwenye uwezo wa kutambua, je, huyu anayenena kwa lugha ni Roho Mtakatifu au sio? Mwenye uwezo wa kupambanua roho ana uwezo wa kutambua mtu ambaye amekuja kwa sura nzuri lakini nyuma yake amebeba ubaya. Ana uwezo wa kupambanua mtu ambaye anaongea maneno alafu yapo kinyume na anachokiwaza moyoni mwake. Mtu mwenye uwezo wa kupambanua roho ana uwezo wa kutambua. Unaona, kwa hiyo sio kila mmoja amepewa hicho kitu, tumepewa tofauti tofauti. Na mwingine anasema, na mwingine aina za lugha. Kwa hiyo mwingine kwenye kunena kwa lugha baba humgusi, ananena kwa lugha za malaika, lugha za moto, hata kwa lugha za binadamu. Unakuta mtu ananena lugha ambayo yeye hajawahi kujifunza mahali popote, hajawahi kumsikia mtu yoyote, lakini mtu akutokea kwenye sehemu ambao anaongea lugha hiyo atamuelewa huyo mtu anayesikia. Na atakapoulizwa, bwana ulikuwa unaongea lugha gani? Atasema sielewi. Lakini mtu ambaye anaifahamu hiyo lugha kutokea taifa hilo atasema kwamba ulikuwa unaongea lugha fulani. Na ndio maana wapo watu wa kutafsiri lugha. Anasema pia mwingine tafsiri za lugha. Maana yake wapo watu ambao ukiongea kwa lugha wanaweza wakatafsiri, wakapokea ujumbe. Ikiwa ni Mungu anasema na kanisa, watapokea ujumbe. Lakini ikiwa ni ufunuo wako wewe mwenyewe kwa ajili ya kujenga nafsi yako, hata naye tafsiri lugha pia hawezi kujua, kwa sababu hiyo ni siri ambayo inakuhusu wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuja kutambua, anasema katika mstari wa 11, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa hiyo wewe ambao unatamani kunena kwa lugha lakini bado hawajanena kwa lugha, ila una shauku kunena kwa lugha, usijisikie vibaya, usijisikie mnyonge ukatamani hata kurudi nyuma. Hapana. Tumeona hapa kwamba Roho Mtakatifu yeye anagawa. Kwa hiyo mwingine amegaiwa yeye ni kunena kwa lugha lakini hawezi kupambanua roho. Mwingine amepewa hiyo kupambanua roho lakini hawezi kunena kwa lugha. Unaona, mwingine imani, mwingine ishara na miujiza. Unaweza kukuta huyo ambaye anafanya miujiza hata kunena kwa lugha pia hawezi. Kwa hiyo unakuta Roho amempa kila mmoja mmoja kwa lengo moja, kwamba wote waweze kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba wewe ambaye hauneni kwa lugha usirudi nyuma kwa sababu hauneni kwa lugha. Inapaswa utambue kwamba ipo ishara kuu ambayo inathibitisha mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu kupitia tunda. Ndio maana hata Yesu alisema kwamba utawatambua kwa matunda yao. Utawatambua kwa matunda yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie tunda la Roho sasa katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa kwenye tunda la Roho linapoonekana ndani ya mtu, ndipo tunapothibitisha hakika kwamba huyu mtu
kweli amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, hata kama haneni kwa lugha. Maana yake Roho Mtakatifu hajampa kunena kwa lugha, kuna kitu ambacho amempa, lakini kwa sababu ya matunda ambayo yanatoka ndani yake ndio anathibitisha kwamba huyu mtu amejazwa na Roho Mtakatifu. Lakini na wewe ambao umejazwa Roho Mtakatifu, hakikisha sasa haya matunda yanaonekana ndani yako, kwa sababu haya matunda ya upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi, kama hayapo ndani yako, huyo Roho Mtakatifu tutajiuliza, je, ni Roho Mtakatifu kweli? Au ndo hao pepo wachafu ambao nao pia wanaweza kujidhihirisha kama malaika wa nuru, kama jinsi Biblia inavyosema kwamba Ibilisi na malaika wake wana uwezo wa kujidhihirisha kama malaika wa nuru. Kwa hiyo tutajiuliza maswali mengi sana, ikiwa kama ni kweli unanena kwa lugha lakini haya matunda hayapo. Kwa hiyo nikusii na wewe pia ambao unanena kwa lugha, hakikisha haya matunda yanazaliwa ndani yako, maana haya ndiyo uthibitisho wa uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo mtu yoyote ule, aidha ananena kwa lugha au haneni kwa lugha, as long as ana haya matunda 9 ya Roho Mtakatifu, manake huyo ndani yake kuna Roho Mtakatifu. Kwa sababu huwezi kuwapenda wanaokuuzi ikiwa huna Roho Mtakatifu. Huwezi kuwaombea maadui zako ikiwa huna Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa na upendo, huwezi kuwa na furaha ya kweli, huwezi kuwa na amani ya Mungu, huwezi kuwa na uvumilivu, kuweza kuwavumilia wanaokukosea, wanaokutendea, huwezi kuwa na utu wema, huwezi kuwa na fadhili, huwezi kuwa mwaminifu bila Roho Mtakatifu, huwezi kuwa mpole, huwezi kujua kiasi gani utembee na kiasi gani uishie bila msaada wa Roho Mtakatifu. Huwezi, hata upretend vipi lazima utaaibika. Hata uigize kiasi gani lazima utaaibika. Kwa sababu kinachozaa haya matunda ni Roho Mtakatifu, sio juhudi za binadamu. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo unayenena kwa lugha, hakikisha haya matunda yanaonekana. Lakini wewe pia ambaye hauneni kwa lugha, uthibitisho wa uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako ni haya matunda 9. Umebarikiwa sana.